alipomwamini aliwa Mungu. Hii inaashiria kwamba unapokea Kristo, unapokea nguvu mpya, nguvu ambazo zitakufanya na kukutambulisha kuwa mwana wa Mungu. Haleluya! Nani amepata moja Yohana 1:12? Asante. Mtasoma kwa lugha tamu ya mzee kwa wakati wenu. Amen. Yes. Kwa sababu ni sharti kwamba tumpokee Kristo, na ni sharti ya kwamba ikiwa tunataka kuona ufalme wa Mungu tuende kwanza kwa imani, kwa sababu ni kwa imani pekee ambayo unaweza kumpendeza Mwenyezi Mungu. Wakati unapoamini ya kwamba Kristo ndiye njia, yeye ndiyo haki na uzima wa milele, umechukua hatua ya kuanza kuingia katika ufalme. Bwana asifiwe. Umechukua njia ya kuanza kuingia katika ufalme. Kwanza umeupokea kwa imani, alafu mara ya pili sasa unaanza kuchukua hatua za kutembea na kuingia katika ufalme huo. Hapo ndipo, hiyo ndio wakati ambapo unakiri kwa imani kila fundisho na kila amri ambayo Mungu anatoa kwangu na anatoa kwako. Wakati unapoanza kuitembea njia hiyo na kutenda mapenzi ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe, huo ndio wakati umeanza kuingia katika ufalme, na utaanza kutembea katika ufalme huo, na hata dhoruba ya aina gani ikikuja haiwezi kukutikisha. Bwana asifiwe. Asante. Tuwakaribishe ndugu na dada zetu wanaoingia katika jina la Yesu. Barikiwe sana. Wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali waharibu wasikiao. Bwana Yesu asifiwe. Kushindana kwa maneno yasiyofaa huharibu ustaarabu wa watu ambao husikia maneno hayo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukiwa hapa katika boma la Mama Juliana, naomba ya kwamba kwa watu watulivu na kwa watulivu ni kwamba tusikize Injili ambayo inakuja kuingia hapa wakati wote kuanzia sasa mpaka kesho wakati hapa sasa tunakuja kuhubiri Injili hapa, ili ya kwamba Injili hiyo iweze kuwa na kuokoa na Hallelujah.